Leo nataka niwaletee orodha ya ndogo au orodha fupi ya wachezaji ambao wameshare career ya mpira wa miguu na muziki. Oh. Yeah. Wamefanya mpira wa miguu in a very professional level, highest. Alafu pia wamefanya na muziki. Yeah, kwa kiasi fulani. Wa kwanza ni moja kati ya wachezaji nguli sana kwenye taifa la Uholanzi, Ruud Gullit. Watu wengi watakuwa wanamfahamu. Ruud Gullit ambaye ameshacheza mpaka AC Milan. Watakuwa wanamjua, Uingereza alishawahi kuja. Huyu bwana yeye mwaka 1984 aliachia ngoma yake ya kwanza ambayo inaitwa Not the Dancing Kind. Hiyo ndio ilikuwa ngoma yake ambayo alidondosha mwaka 1984. Yeah, 84. By then alikuwa tayari ameshaanza kazi yake. Ni mchezaji kabisa tena mkubwa. Akaachia hiyo ngoma 84 na alikuwa anapendwa Uholanzi kiasi ngoma yake ikaingia hadi kwenye top 10 chart ya kule Uholanzi. Yeah, Ruud Gullit wa kwanza, lakini pia kuna Andy Cole ambaye najua wengi washanisikia. Nyie mfahamu Andy Cole? Andy Cole. Takuwa bado. Mwaka 99 kulikuwa na moja kati ya partnership ambayo ilikuwa inaogopeka sana Ulaya. Ambayo ilikuwa inapatikana katika klabu ya Manchester United. Andy Cole pamoja na Dwight York. Sasa Andy Cole yeye ndio alikuwa ameingia kidogo na kwenye usanii katika mwaka 1999 ambao United walichukua treble. Treble ni kuchukua makombe matatu makuu, kwa maana kwamba ligi ya nyumbani ni domestic hiyo, alafu unachukua na FA Cup ambayo ni domestic cup kwa pale Uingereza, alafu unachukua na UEFA Champions League ambayo tunasema ni continental. Sasa continental club level kwa club bingwa ambayo ndo United walichukua, kwa alipiga treble mwaka 99, na ndo mwaka huo pia Andy Cole naye aliachia ngoma yake ambayo inaitwa Outstanding. Lakini unfortunately ngoma yenyewe haikuwa outstanding. Ngoma haikufanya vizuri sana sokoni. Kwa hiyo ngoma yake ilikuwa inaitwa Outstanding, lakini ngoma haikuperform sokoni, kwa haikuwa outstanding. Andy Cole anakuwa ni mtu wetu wa pili kwenye hiyo list. Nimekuchagulia wale ambao ni notable names, japokuwa wapo wengine ambao wamefanya. Kwa zile notable names ambazo watu wanaweza ukisikia jina unajua okay. Mwingine ni Memphis Depay. Memphis Depay. Huyu si wa generation yenu kabisa jamani. Utashindwa kumjua. Basi hata mtamgoogle. Memphis Depay. Huyu bwana ni Mdachi ambaye ana asili ya Ghana. Kwa sasa hivi yuko kwenye ligi ya Brazil huko. Memphis Depay amewahi kuitumikia PSV Eindhoven, Manchester United, Atletico Madrid at some point, lakini Olympique Lyon. Yeye huyu bwana November 2020 aliachia EP. EP ndio mnahitaji extended playlist. Ambapo alijisemea na nini? Episode nini? Bas, aliachia extended playlist yake. Hii ilikuwa ni mwaka 2020 ambayo ilikuwa inaitwa Heavy Stepper. Hii extended playlist yake ilikuwa na ngoma 9, ama EP yake ilikuwa na ngoma 9. Memphis Depay huyo bana. Ameendelea kutoa ngoma nyingine baada ya hapo, lakini bado hajafanya vizuri sana kwenye muziki nadhani, lakini pia kazi ya mpira na labda inambana pia zaidi. Lakini mwingine ni Rafael Leao. Huyu bwana mdogo ni nyota wa AC Milan kwa sasa hivi na timu ya taifa ya Ureno. Rafael Leao yeye tayari ameshaachia album 2. Yeye hapo hii. Na ni bwana mdogo, hata miaka 23 hajafika. Nikikwambia hata 23 hajafika. Kwa hiyo bado ni young hata kwenye kari yake ya mpira wa miguu. Ulikuwa unataka kusema? Nilikuwa nimekumbuka kwamba kuna Alikiba pia ni mtu ambaye anacheza muziki, anafanya muziki na anacheza mpira. Mpira wake anaocheza ndio huu ambao wakina sisi tunajua. Sio ule ni like yuko kwenye timu kabisa. Kwenye timu. Kuna wakati Coastal Union walihusishwa na kumsign. Coastal Union ya Tanga. Lakini ilitangazwa kama amesainiwa, lakini hakuparticipate. Na ikielezwa sababu kubwa pia ni kwamba aina ya maisha ya mpira wa miguu yangembana kwenye kazi zake ambazo tayari zilikuwa ndo kazi mama za muziki. Kwa Rafael Leao yeye ameshadondosha albamu 2. Albamu yake ya kwanza ilikuwa mwaka 2021 ambayo ilikuwa inaitwa Beginning. Hiyo ndio ilikuwa albamu yake ya kwanza, lakini miaka miwili mbele 2023 alitoa albamu yake ya pili ambayo ilikuwa inaitwa My Life in Each Verse. Kwa ana album 2 Rafael Leao, na bado anaendelea kutoa single. Anatoa nyimbo moja bado anaendelea kutoa singles.
Ya, mwingine ni Jesse Rodriguez ambaye ndo atakuwa anatufungia dimba kwa siku leo. Jesse Rodriguez ni moja kati ya vijana wa Kispaniola ambao walikuwa wana potential kubwa, lakini hawakuwahi kufikia potential yao kwenye mpira wa miguu. Alicheza Real Madrid pale, akapita Stoke City, akapita na I think Ufaransa alienda pia. Mwaka 2014 akiwa bado mchezaji wa Real Madrid na anawika pale kama kijana, yeye alikuwa kwenye moja kati, waliunda kundi la reggaeton. Yeye pamoja na jamaa yake mwingine walikuwa na kundi ambalo walikuwa linapiga muziki aina ya reggaeton, lakini halikufanikiwa sana, akaamua kuwa solo artist na akatoa ngoma zake. Moja kati ya ngoma yake ambayo inatamba au ilitamba ni hii ambayo ilikuwa inaitwa Yo Sabia, ambayo kwa sasa hivi ina views 30 million YouTube. Okay. Yeah, nadhani ndo msanii ambaye kidogo ngoma yake imesogea 30 million views kwenye YouTube. Si haba sana. It's not a job. Yeah, kwa hiyo Jesse Rodriguez anatufungia dimba letu la leo.